Zaidi ya wakazi 1000 kijiji cha Ipepo tarafa ya Ukwama wilayani Makete mkoani Njombe wanufaika na mradi mpya wa maji uliojengwa kwa gharama ya milioni 416. Na baada ya ukimya wa muda mrefu tangu kuahirishwa mechi ya dabi ya Kariakoo kati ya watani wa jadi Simba na Yanga Machi 8 mwaka huu, wazee wa klabu ya soka ya Simba waeleza msimamo wao. Habari za asubuhi watazamaji wetu, karibuni kwenye kipindi cha Asubuhi Njema ambapo tunakuwa na taarifa ya habari, na baada ya hapo tunapata fursa ya kuangalia vichwa vya habari vilivyopewa kipaumbele katika magazeti yaliyotufikia hivi leo. Jina langu ni Dorcas Ramos na tunaanza taarifa yetu ya habari. Zaidi ya wakazi 1000 wa kijiji cha Ipepo tarafa ya Ukwama wilayani Makete mkoani Njombe hatimaye wameondokana na changamoto ya upatikanaji wa maji safi na salama baada ya serikali kuzindua rasmi mradi wa maji uliogharimu shilingi milioni 416. Ndiyo, hii ni furaha kwa wakazi wa kijiji cha Ipepo ambao kwa muda mrefu wamekuwa wakabiliwa na matatizo ya maji yasiyo safi na salama, hali inayosababisha mlipuko wa magonjwa kama kichocho na kuharisha. Lakini sasa kupitia wakala wa maji safi na usafi wa mazingira vijijini RUWASA, suluhisho limepatikana. Maradhi yalikuwa ni mengi, magonjwa nini, tulikuwa tunaumwa mara kwa mara, watoto tunawapeleka kwenye vituo vya afya. Lakini sasa hivi kumekuwa na afadhali, homa za hapa na pale zimepungua. Tunashukuru kupata mradi wa maji. Tunaomba msaada endelee kutusaidia ili watoto wetu wasipate shida katika shule yetu ya Ipepo. Wananchi walikuwa wanapata tabu sana katika ishu ya kupata maji kwa sababu walikuwa wanapata maji mbali, hayana usalama kwa ajili ya afya. Lakini kwa sasa hivi kulingana na RUWASA, maji wanayotuletea ni maji ambayo ni bora. Mradi huu wa maji umezinduliwa rasmi na mkuu wa wilaya ya Makete Kisa Kasongwa, ambaye amesisitiza umuhimu wa wananchi kulinda vyanzo vya maji na kuhakikisha huduma hiyo inakuwa endelevu. Zile fedha ni gharama nyingi sana. Tunatunza miundombinu ya maji, lakini pia tutunze na uoto asili. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kaleta miundombinu. Nitasikitika kusikia kwamba Ipepo wamekata bomba, maji yamekatika, wenzao hawapati. Kwa upande wake meneja wa RUWASA wilayani Makete Mhandisi Innocent Lyamuya amesema mradi huu utahakikisha wananchi wa Ipepo wanapata huduma ya maji kwa uhakika. Huu mradi unaoona unahudumia wananchi wapatao 1015. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, tuna vituo vya kuchotea maji 9 katika eneo la mradi. Vile vile tuna kituo maalum katika shule ya sekondari ya kata ya Ipepo. Hata hivyo, pamoja na mafanikio haya, baadhi ya wananchi wa kijiji cha Ipepo bado wanakabiliwa na changamoto ya ukosefu wa umeme licha ya miundombinu kuwepo. Umeme umefika, ila sasa tuna mwaka umeme hauwaki. Tutawapa majibu mazuri. Haiwezekani umeme ufike alafu usiwake. Kutoka kata ya Ipepo tarafa ya Ukwama wilayani Makete mkoani Njombe, mimi ni Michael Patrick. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amewafuturisha watoto wanaolelewa katika makao ya taifa ya watoto Kikombo Dodoma katika kipindi hiki cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Akizungumza wakati wa iftari hiyo kwa niaba ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Naibu Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Mwanaidi Alhamis, pamoja na kumshukuru, ameeleza namna Dr. Samia chini ya serikali ya awamu ya 6 anayoiongoza ilivyoweka mazingira wezeshi yenye lengo la kuondoa changamoto zinazowakabili watoto walio katika mazingira hatarishi. Wizara ya Jamii na Ofisi ya Jamii pamoja na watoto wote ambao wako katika utolevu ya kulelea watoto. Kwa hiyo tunashukuru sana Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano kwa kuliona hili na kwa kukumbuka watoto ambao wako katika malezi na makuzi ambayo Watanzania tunawalea. Kwa upande wake, Katibu Mkuu Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Dr. John Jingu, amewasihi watoto waishio katika makao hayo kuishi kwa upendo na amani, huku wakiweka bidii katika masomo yao na stadi za kazi kwa ujumla ili waweze kufikia malengo yao ya baadaye. Tafadhali hii inatufundisha mengi. Wetu watoto. Ukale inatufundisha mambo gani? La kwanza upendo. Na mtuangalie Mheshimiwa na waziri wa futari kwa sababu anakupenda. Anapenda watoto. Tunafundisha nini? Tunatarajia msaada huo ambao tunatoa utasaidia katika kuboresha shughuli mbalimbali za kila siku katika makao haya ya taifa ya watoto.
lakini pia itaboresha ufaulu wa watoto katika mazingira yao. Iftari hiyo imeenda sambamba na tukio la kukabidhi mashine 4 za kufulia, mashine ya kuchapa na kudurufu, vitabu 1670, friji 2, nguo na mahitaji mengine ambayo vilitolewa na shirika la Abbott Fund vikiwa na thamani ya shilingi milioni 88 ili viweze kurahisisha majukumu ya utendaji kazi ndani ya makao hayo. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Watu watatu wanashikiliwa na jeshi la polisi mkoani Geita kwa tuhuma za kusafirisha dhahabu yenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 749 kwa njia za magendo wilayani Bukombe. Kaimu kamanda wa polisi mkoa wa Geita Adam Maro ametoa taarifa hiyo wakati akizungumza na waandishi wa habari, na kwamba watu hao walikamatwa Machi 24 mwaka huu 2025 majira ya saa 5 usiku katika mtaa wa Kapera wilayani Bukombe, na ni wakazi wa mikoa ya Mwanza, Shinyanga na Simiyu, wakiwa na gramu 3263 za dhahabu yenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 749. Kaimu kamanda wa polisi mkoa wa Geita Adam Maro ametoa taarifa hiyo wakati akizungumza na waandishi wa habari, ambapo wamesema watu hao walikamatwa Machi 24 majira ya saa 5 usiku katika mtaa wa Kapera wilayani Bukombe mkoani Geita. Ni wakazi wa mikoa ya Mwanza, Shinyanga na Simiyu, wakiwa na gramu 3263 za dhahabu yenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 749. Jeshi la polisi mkoa wa Geita linawashikilia watu watatu ambao walikamatwa wakiwa na gramu 3263.72 za dhahabu zenye thamani ya shilingi milioni 749,509,531 na senti 94 ambazo walikuwa wakizisafirisha kwa magendo. Kamanda Maro amewataja watu hao kuwa ni Yohana Idama umri miaka 34 mkazi wa Mwanza, Moshi Manzili miaka 26 mkazi wa Simiyu na Hamidu Salum miaka 25 mkazi wa Shinyanga. Walikamatwa wakiwa na dhahabu hiyo kwenye gari aina ya Toyota Premio yenye namba za usajili T739 EEH. Uchunguzi wa tukio hili kwa kushirikiana na taasisi nyingine unaendelea ili kuwabaini wahusika wengine waliohusika na tukio hili ili kuweza kuwafikisha mbele ya sheria. Katika tukio lingine, kamanda Maro amesema mtoto mwenye umri wa miaka 9 Ibrahim Masumbuko, mwanafunzi wa darasa la kwanza katika shule msingi Kakoyoyo wilayani Bukombe, amefariki dunia baada ya kupigwa na radi. Watoto hao walikuwa katika shamba la mpunga wakiwinda ndege, lakini walivyoona kwamba mvua imezidi ilikuwa inaambatana na radi, walikimbia, lakini wakiwa njiani ndio tukio hilo kubwa likawapata. Huyo mmoja akawa amepoteza maisha. Kutoka mkoani Geita, mimi ni Mrisho Sadik. Kamishna wa kazi, kamisheni ya kazi, ofisi ya Rais, kazi, uchumi na uwekezaji, Hamisi Othman amesema kuna gap kubwa la kueleweka katika masuala ya sheria za kazi na sera zake, jambo linalochangia kwa kiasi kikubwa kukosekana kwa ufanisi wa utekelezaji wa sheria za kazi. Amesema hali hiyo inatokana na uwepo wa uelewa mdogo wa sheria za kazi katika maeneo ya kazi. Tunaomba radhi, taarifa hiyo haiko tayari. Waumini wa dini ya Kiislamu nchini wametakiwa kuyakumbuka makundi maalum yenye uhitaji, yakiwemo ya watoto yatima, wajane, wazee na wale wanaoishi katika mazingira magumu, kwa kuwapatia misaada mbalimbali katika kipindi hiki cha sikukuu ya Eid al-Fitri. Eid Mubarak, Eid al-Fitr, Eid al-Fitr, Eid Mubarak, Eid Mubarak, 2025, Eid al-Fitr, Eid al-Fitr. Wito huo umetolewa na mwenyekiti wa taasisi mbalimbali za kusaidia jamii kiroho na kimwili Sharif Suria wakati akitoa zawadi na vitu mbalimbali zikiwemo nguo kwa watoto yatima pamoja na watoto wanaoishi katika mazingira magumu zaidi ya 400. Leo tumeamua kugawa zawadi mbalimbali kwa watoto hawa yatima na watoto wa hali duni.
Wewe ndugu yangu unakwenda kuenjoy pamoja na watoto wako sikukuu katika sehemu mbalimbali, katika magarden, katika mabichi, lakini huyu mtoto yatima huyo hana kumpeleka. Hana kumpeleka huyo popote huyo. Lakini ukifanya ushirikiano wa namna hiyo utaweza kumfurahisha mtoto yatima huyo. Atakwenda kufurahi. Hebu fikiria wewe Mtanzania, taasisi mpaka itoke nje ndio isaidie. Wewe unafanya nini? Taasisi mpaka itoke Uingereza, Abdulaid, sijui Benefit Mankind, sijui Humanity Without Borders, sijui Toy Foundation. Hawa ndio watupe sisi gharama ndio tuwasaidie. Sisi wa Tanzania pesa zetu tunapeleka wapi? Tuwasaidie watoto kama hawa. Amina Omar Kihio ni kiongozi wa kituo cha watoto yatima cha Buguruni. Amezishukuru taasisi zinazoshirikiana na Shaarif ambazo kwa pamoja zimekuwa zikitoa misaada mbalimbali kwa watoto na kuzitaka taasisi nyingine pamoja na watu wenye uwezo kusaidia jamii yenye uhitaji. Sisi tumekuja hapa tunashukuru sana kwa kupokea msaada kutoka kwa Shaarif. Tunaomba pia mashirika mengine mtuone, muungane na shehe ili mpate kutusaidia na sisi pia. Yaani muungane naye ili mpate kujumuika, tupate msaada, apate nguvu ya kuweza kutusaidia pia. Maana mkijumuika naye na yeye pia anapata nguvu ya kuendelea kutusaidia. Tunashukuru sana. Hamisi Suleiman, Channel 10, Dar es Salaam. Wakala wa maji safi Wakala wa maji na usafi wa mazingira vijijini Ruwasa mkoa wa Tanga unatarajia kukamilisha miradi ya maji 41 ifikapo mwezi Juni mwaka huu, ikiwa ni jitihada za kufikia 85% ya upatikanaji wa huduma ya maji vijijini. Kukamilika kwa miradi 41 ambayo inatekelezwa na wakala wa maji na usafi wa mazingira vijijini inatajwa kuvuka lengo la upatikanaji wa huduma ya maji kwa zaidi ya 85%, hali ambayo itaimarisha uwepo wa maji safi na salama karibu na wananchi. Jumuiya hizi au vyombo hivi vya utoaji huduma ya maji vinahudumia maeneo makubwa, ni kata zaidi ya 1 mpaka 3. Hivyo tunaenda kuviimarisha, kuona namna bora ya kufanya kazi, namna bora ya kuendana na mahitaji ya sera, namna bora ya kuendana na mahitaji ya wananchi katika maeneo wanayoyasimamia. Katika kikao cha mafunzo ya biashara na bajeti kwa wasimamizi wa vyombo vya usimamizi wa utoaji huduma ya maji vijijini kwa wilaya za mkoa wa Tanga, yanapewa msisitizo kwa kuwasihi washiriki kushirikiana na jamii katika mchakato wa upangaji wa bei za maji ili kuondoa migogoro kwa wateja. Katika mchakato mzima wa bei, nitoe wito, ni muhimu sana kuelimisha jamii. Ni muhimu sana kuwashirikisha katika kila hatua ya mchakato wa uandaaji wa mpango biashara ambao utapelekea mchakato wa upangaji huu kuweza kutumika kwa kufuata utaratibu kama ambavyo sheria inavyoelekeza. Kuna watu wanachafua vyanzo vya maji, wanaolima kando kando ya vyanzo vya maji, wanakwenda kuchafua maji. Kwa kupitia hii elimu ambayo tunaipata itatusaidia kwenda kuelimisha wanajamii ili tuweze kuondokana na hiyo adha ambazo tunakutana nazo. Kupitia mpango biashara ambao kwa leo sasa tunaenda kupata haya mafunzo, utatusaidia kupata elimu namna gani ya kuseti bei ambazo zitakuwa rafiki, lakini pia zitakuwa ni bei mama kwa kila chombo cha utoaji huduma ya jamii. Kutoka Tanga, Haraya Kipingu, Channel 10. Na katika michezo tunaelezwa kwamba baada ya ukimya wa muda mrefu tangu kuahirishwa kwa mchezo wa watani wa jadi mnamo Machi 8 mwaka huu, hatimaye hii leo wazee wa klabu ya soka ya Simba jijini Dar es Salaam wametoka hadharani kueleza msimamo wao juu ya sakata hilo ambalo mpaka sasa haijafahamika hatima yake. Wakizungumza na wanahabari za michezo, baadhi ya wazee hao wamekuwa na hoja tofauti, ikiwemo kutaka sakata hilo lisihusishwe na serikali, huku baadhi yao wakizitaka mamlaka za soka kuwachukulia hatua watu wote wenye makosa katika sakata hilo. Kama watu wa Yanga wanasema watamwaga damu, Mchengero anaangalia, waziri wa mambo ya ndani hawawezi. Kwa hiyo tunazungumza kwamba mpira huu bado urudi huku kwenye TFF, mpira huu bado urudi huku kwenye bodi ya ligi. Mugoto leo akae hapa aseme kapewa nini na Yanga mpaka umewabeba mpaka wanashindwa kusema. Yanga wamefanya makosa ya wazi, wanatakiwa wakae hadharani wakiri kwa Watanzania kwamba wamekosea ili waweze kujirudi, wasawazishe, warudi kwenye mpira. Mpira wa nchi hii hauhitaji uhuni kwa sasa hapa tulipofikia, kwa sababu mpira watu wanawekeza hela nyingi kwenye mpira.
Tupo kwenye michezo kwa sababu sisi tunajielewa, tunajitambua, sisi ni watu wa michezo. Sasa yeye Yanga atake asitake, sisi tunamtaka hata usiku saa 6 aje. Sisi tunacheza naye pale. Midhali mechi ipo, imepangwa na TFF, tutakwenda uwanjani. Mimi nasema mechi ipangwe, mechi ichezwe kwa mujibu wa taratibu. Na huu ni uoga. Hawajaona wapi watapitia. Inaelekea hawa hawawezi kucheza mechi, lazima wawe na vichochoro. Kama wamekosa vichochoro vya kama kina Inonga vile na ndugu zetu wengine, hawa mabwana wanakuwa ni waoga. Tunataka wabaki nalo wenyewe TFF, tunataka wabaki nalo wenyewe bodi ya ligi. Lakini wanao watu wengine wa kuwasaidia, BMT. Wasikimbilie kwanza kwa waziri, kwa sababu huko nako pia wanaenda kuitafuta busara. Ndio maana nimesema sisi tunataka tuutambulishe umma kwamba tumefanywa mambo haya kwa muda mrefu. Wao wanasema mpira hatuchezi, alafu huko kuna chama kingine kinasema uchaguzi hakuna. Hebu tuweke vizuri hizi kauli mbili, wasije wakawa wanatumika katika mazingira ambayo sisi tunaamini mpira, kumbe wao wanatumika katika lengo nyingine. Simba Sports Club inahitaji amani, na tuko hivyo, na tuko pamoja na Mama Samia. Na mwisho wa taarifa yetu ya habari. Baada ya muda mfupi tutapata fursa ya kuangalia vichwa vya habari vilivyopewa kipaumbele katika magazeti yaliyotufikia hivi leo. Endelea kuwa nasi.